Yes, shalom. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Anayezungumza nawe hapa ni rafiki yako Bishop Emmanuel. You see, kuna jambo hili nimefikiri naweza nikalieleza tena kwako ambalo linaweza likakusaidia. You see, kuna namna ambavyo roho zikitaka kuendelea kumtumia mtu kwa makusudi yake, roho hizo zinaweza zikafanya kitu kwa huyo mtu, alafu roho hizo zikaendelea kumtumia mtu huyo kwa manufaa yake tu mwenyewe. Kwa mfano, niliwahi kuzungumza juu ya roho moja inaitwa ni anti-marriage spirit. Hii ni roho ambayo huwa inapinga kabisa ndoa. Ni roho ambayo haitaki kabisa watu waingie kwenye ndoa. Haitaki kitu chochote kinachofanana na mfumo wa ndoa. Kitu chochote kitakachojaribu kutengeneza mazingira ya ndoa, au kitu chochote kitakachojaribu kuonekana kama ndoa kwa namna ya mwilini, roho hii itapingana na hiyo roho, itapingana na ndoa. Inachukia ndoa kwa namna ya hali ya juu sana. Haitaki kabisa mfumo wote wa ndoa. Sasa roho hii ina njia nyingi za kufanya kazi. Kuna namna nyingi roho hii inaweza ikafanya kazi. Njia ya kwanza ya roho hii kufanya kazi ni kuwapatia watu fake personality. Ni kuwapatia watu fake personality. Watu wanaonekana na mionekano isiyokuwa ya kwao. Kwa mfano, roho hii ikitaka usiingie kwenye ndoa, inakuvalisha sura ambayo sio ya kwako. Inakuvalisha sura ya uzee. Unaweza ukakutana ni binti mdogo lakini anaonekana mzee kwa namna ya kimwili, na kwa namna ya kiroho pia anaonekana ni mzee. Unaweza ukakutana na mwanamke anaonekana ni mwanaume. Unaweza ukakutana na mwanaume ana sura ambayo sio kwake. Watu wengi wamevalishwa fake personality, mionekano ambayo sio ya kwao. Wakati mwingine unaweza ukakutana na binti amevalishwa sura ya baba yake, amevalishwa sura ya bibi yake, amevalishwa sura ya mama yake, na inaenda mbali. Hata wakati mwingine wanasema wewe unafanana na baba yako, wewe unafanana na babu yako. Hata wakati mwingine sauti inabadilika. Ni kwa sababu hii roho ya anti-marriage spirit inakuvalisha fake personality, inakuvalisha sura ya mnyama. Yaani unaweza ukavalishwa sura hata ukawa kama simba. Mtu anakuwa na hasira kama simba, mtu anakuwa na hasira kama wanyama, mtu anakuwa na hasira hata hajui zimetoka wapi. Ni kwa sababu ya hii roho imemvalisha fake personality. Unapovalishwa fake personality, watu wanakuona tofauti na ulivyo. Watu wakikuona tofauti na ulivyo, ni vigumu watu kuja kukuapproach kwa ndoa. Hata ukikuapproach kwa ajili ya ndoa, unaweza ukaingia kwenye mahusiano na binti ambaye ana sura ya simba ndani, ana sura ya mnyama ndani. Ukishaingia naye tu kwenye mahusiano, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka, una ile personality yake inaanza kujidhihirisha. Ile personality ikianza kujidhihirisha, then mtu anakukimbia. Unaingia kwenye mahusiano na mwanamke, ghafla anaanza kuact, unaanza kuonekana kama mwanaume, then mtu anakuacha. Watu wa Mungu, watu wote wenye fake personality ni vigumu sana kuingia kwenye mahusiano. Wakati mwingine roho hii inaenda mbali. Ujue nilishaona hata wakati mwingine mtu anaonekana kama ni tajiri, lakini kwa namna ya kawaida sio tajiri. That is a fake personality. Yani watu wanakuona kama tajiri, lakini kwa namna ya kawaida sio tajiri. Unaonekana kama una pesa, lakini huna pesa. That is a fake personality. Watu wa Mungu, madhara ya hii fake personality. Kwa mfano, fikiri na mimi hivi. Kuna kijana mmoja alikuwa anahitaji kazi. Akaja nyumbani kwangu. Ni kweli ana uhitaji wa kazi ya ndani kwa ajili ya kufanya usafi nje. Kwa natafuta kijana wa kufanya kazi nje za ndani. Yule kijana akaja, the way alivyokuwa anaonekana ni kama tajiri mkubwa sana. Ni kweli ana uhitaji on that time, lakini nikamnyima kazi kwa sababu niliona kama ile kazi itamfaa, kwa sababu alikuwa anaonekana kama tajiri, lakini kwa namna uhalisia sio tajiri, ni maskini. You see? Watu wengi pia wamenyimwa kazi. Watu wengi wamenyimwa vitu vingi kwa sababu ya fake personality walizonazo. Watu wa Mungu, if you carry any fake personality, itakuzuia kupata vitu vingine. Watu wanakuona ndivyo usivyo. Ndio maana tunasema watu wanahitaji deliverance. Kila siku tunashauri watu wanahitaji deliverance. Kwa nini? Which personality are you carrying? Personality, mwonekano ulioubeba unaweza ukakunyima vitu vingine. Nimejaribu kuzungumzia tu ili la hali ya ndoa. Unapoonekana na mwonekano fulani, watu wanakukataa kwenye ndoa.
Which personality are you carrying spiritually? Dada mmoja ni kweli anaomba sana kwa habari ya ndoa, lakini kila mwanaume anayekwenda anasema baba, yule mwanamke ni kama mwanaume. You see, fake personality. Wakati fulani Yesu alienda akakutana na mti wa mtini uliokuwa umebeba fake personality. Yesu aliuona ule mti ulikuwa una mazingira ya kwamba una matunda. Alipofika pale akakuta una matunda, akaulaani. Kwa nini aliulaani? Kwa sababu ulikuwa umebeba fake personality. Ulikuwa umetoa majani, na ukiona majani ya mtini kwa wakati huo, maana hayo majani yanaashiria kwamba huu mtini una matunda. Alipofika pale akakuta ulichokuwa unaonyesha ni tofauti na ulivyo, hauna matunda. Yesu akaulaani. Watu wa Mungu, ukicheza na fake personality itakusababisha ukose vitu vingi sana kwenye maisha yako. Ndio maana huwa tunafanya deliverance kila siku. Niombe sana, kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao umekuwa unaona una fake personality, una sura yako hata wakati mwingine kwa namna ya kawaida, ukijiangalia kwenye kioo unaona kabisa hii sio sura yako. Wakati mwingine watu wa Mungu, matatizo yana uwezo kumpatia mtu fake personality. Wakati mwingine mtu anaweza kabeba taswira nyingine, sura nyingine ya kiroho ambayo sio kwake kwa sababu ya matatizo anayopitia. Yaani unaweza ukajiangalia kwenye kioo kabisa ukagundua huyu sio mimi tena. Kama unajiona una shida hii ya fake personality, tafadhali njoo WhatsApp kwenye 0768 2058. Nitakupa maelekezo ya kufanya kwa kutumia handkerchief. 0768 205871. Niandikie message kwa WhatsApp namba hiyo. Nitakupa maelekezo. Nunua handkerchief nyeupe, hizi nyeupe kabisa. Nunua hiyo handkerchief nyeupe, alafu nitakupa maelekezo ya nini cha kufanya. Ndani ya siku moja tu hiyo fake personality will leave you. Maelekezo mengine ya kiroho ni ya muhimu sana kuyafuatilia. Please, ukipata ujumbe huu nisaidie kushare na wengine. Itawasaidia sana. Ukipata nisaidie kushare. Ukipata ujumbe huu nisaidie kushare na mtu mwingine, itamsaidia. Haujui ni wangapi wenye tatizo hili, na share yako itamsaidiaje. Nisaidie kushare na Mungu akubariki sana. Ikumbuke kwamba kama uko Dar es Salaam, tafadhali kila siku ya Ijumaa tunakuwa na seminar. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Ya siku ya Jumatano na Ijumaa kama kesho tunakuwa kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 kamili usiku. Siku ya Jumapili tunakutana hapa Dar es Salaam kila siku. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo. Jumapili huwa tunakutana kuanzia saa 7 kamili mpaka saa 12 jioni. Please, wale wa Dar es Salaam unaweza kuhudhuria kwenye ibada zetu za ukombozi, zinakuwa na nguvu sana. God bless you. Shalom, shalom, shalom.